Anyway, so kidogo leo route ilikuwa ndefu siku nzima. I think hivi vitu ambavyo navifanya leo nitakiwa nivifanye a day before au labda a week before, lakini kama unavyojua wabongo sio wazee wa last minute. Leo tumeamka saa ngapi? Tumeamka saa 11. So tulikuwa na kipindi around saa 1. Nisema leo siingii darasani, lakini the issue ilikuwa lazima tu present kipindi. So tukaamka saa 11 hivi na nusu, tukaanza kujiandaa. So unajua kizembezembe mpaka saa 12 tulikuwa fit. Tukaanza trip. Uzuri sehemu ambayo tunakaa sio mbali na chuo. So tumia dakika chache tulifika. For the first time tangu mwaka uanze, nimefika mapema kabla ya muda wa maticha kufika. So tumefika pale, tumeingia kwenye kipindi. Baadaye kipindi kilikuwa masaa 2, saa 1 mpaka risali moja. Hai siko. Mama, ndio hapi ni bana. So anyway, achana na hizo shoot ambazo napewa ambazo sio za ukweli. So around saa 2 tukawa tumemaliza, ile tukasema sisi ni nane, twende sehemu basi kidogo hata tupate chai kidogo na vitafunwa. Nikapata mtori pale kidogo na chapati kadhaa. So unajua ile ya kibongo bongo kuna idadi ya chapati ambazo ni lazima wa ule ndio dereva wetu hapa akatufurumusha haraka kutuaisha ili tuanze trip nyingine. Tulikuwa na safari ya Kariakoo. Unaona hapa wakati tunasubiria gesi tumekaa kama dakika 15 sasa hivi. Bado foleni ni kubwa. Nchi yetu bana wamefanya mambo ongeze hizi na hivi vituo vya kuweka gesi hivi vingi at least. So baada kutoka home turudi home on time, mimi naenda kuchukua hela kidogo. Washikaji hapo walienda kujipulizia manukato, tunajua mabisho. Tukachukua usafiri tukaenda Kariakoo. Kuna baadhi ya vitu vichache tumenunua, naweka bega kwa vikali. Wasije akasema nadanganya bure. Kuna kabega akatumia jana wangu amenitunuku vitu vichache. Vijana hapo ni Rwanda tunaenda. Nilikuwa naenda Marekani, sasa nikuja huko mzima. So we sort out tunamaliza hapa. Tukisheka gesi hapa, kutoka hapa nitaenda nyumbani kidogo, nitapiga maji kidogo, nitabadilisha outfit, then niende. Nadhani uko video itakayofuata utaona kitu gani ambacho kimeendelea baada ya siku tumetoka hapa. Washikaji, mna chochote labda from this time? I want to say something. Mara nyingine ikiwa natokea trip, jitahidi kufix vitu mapema. The earlier the better. Si ndio? No, sasa unataka kuongea na mimi. Unataka kuongea na audience ambao na audience na wewe pia. Kwa sababu wewe ndio ambaye hapa ndio the main character, right? I'm just talking to the audience. Mimi naamini hiyo safari ya kwanza tutakuja nyingine na nyingine. So the earlier the better. Kwenye trip yoyote na safari yoyote lazima uende mapema. Ili sio kama hizi leo tunasubiri gesi hapa, tuanze kukimbia muda. Ila la kusubiri gesi ni kesi ya kosa dereva. Ni dereva, lakini haitaki mapema awe nayo. Lakini mzunguko wote imeanzisha na wewe. Anyway, ngoja wakati tunakuja umshikaji hapa huyu mnaimona hapa Mr. Burudani alikuwa amelala. So jana route yako ilikuwaje mshikaji wangu? Jana changu nilienda chuo tukatoka na jamaa wangu dereva tukaenda paka kule side, then tukakaa pale kumbusho tukarudi mpaka hadi Msewe. Tusikaa imeisha usingizi wa kawaida. So mshikaji kalala muda wote, sio hata kama anyway shangazi sijui kama atanajua kitu gani kimeendelea, sababu time wakati tunatoka Kariakoo kuja hapa ni Ubungo Maziwa Sasa Ubungo Maziwa kwenye guest tumetumia kama dakika 15 hivi au 7. Dakika hizo tukawa tunapiga muziki, ila mshikaji alikuwa zake amelala, hata ile kitu chochote ambacho kinaendelea. Maybe dereva una chochote? Mimi sina chochote cha kuambia. Ila kama niwasalimie tu. Ngoja na vipi tunaweza kukutana huko barabarani na nini, ila cha kuongezea ni kwamba umakini barabarani, especially labda nitumie fursa hii kuzungumza na ndugu zangu wa bodaboda. Of course mimi nikiandika barabarani naendesha bodaboda tunazitumia sana kwenye kuwahi sehemu na sehemu, lakini hata kama tunazitumia pia tuzidishe sana umakini. Hii kitu tunaongea kwa sababu tutakuwa mashahidi sana.
nimetoka kumkosa bodaboda, anapita ana overtake katikati ya mali kama anachomekea. Hiyo imenikera sana. Kwa hiyo just ndio hivyo. Hiyo niombe bodaboda wao makini, msije makini barabarani. In case unaangalia hii clip sasa hivi. Tutafute tusome digital inatoa. Jana sasa hivi anapata exposure. Kijana anaenda Rwanda. Ana digital inatoa. Hawa washikaji wakinaonaga natengeneza hizi content wanaisigi ni kitu chepesi, lakini leo wao wamekaa mbele ya kamera, yaani naona like kitu hawaelezei chochote, na wanashauri tu watu. Hii content ni vlog ambao nimeamua kurekodi my experience kuelekea kwenye hii usiku wa ABH, because kuna session anyway, tangia video imeanza sijaelezea. So kuanzia kesho, naweza kuanzia leo jioni, jijini Kigali nchini Rwanda, kuna tukio kubwa sana linafanyika linaitwa Africa Business Hero, ambalo wajasiriamali wa Afrika, kuna wajasiriamali kwanza walianza kama walituma watu maombi wengi, wakachujwa mpaka wakafikia 50 wakafikia 20 mpaka sasa hivi wamefikia 10. Sasa wajasiriamali 10 wote wanagombania dola milioni 1 kama na $500,000. No, 1.2 M, dola milioni 1 na $200,000 wanawania. So kwenye hao washindi 10, mshindi wa kwanza atachukulia dola $300,000, au wengine watachukua dola $150,000, $100,000. Yaani minimum zawadi ambayo inatolewa ni dola $100,000. Dola $100,000 ni kama milioni ngapi? 200. Kama milioni 200 hivi. So kwa mjasiriamali ni hela nyingi sana, hela kubwa ambayo anaweza akafanyia kitu chochote ambacho atajisikia. And kitu ambacho mimi nimependa, uzuri nchi yetu ya Tanzania ishai kutoa mshindi. Kwa jamaa mmoja wa East African Fruit anaitwa Elia Timotheo, nadhani kabla ya corona mshikaji alishinda ile dola $300,000. Kama mshaonaga magari fulani yameandikwa EF. Nitajitahidi kwenye hii video pia ni attach hata picha ya yale magari ya mshikaji, hiyo kampuni yake. So kwa mwaka huu bahati mbaya hatuna Mtanzania, ila kuna Mkenya mmoja ambaye anatuwakilisha. So for me no way out, tabitu sika na rusio kwa na upande, but kwa sababu ile kimajirani, so me we just support majirani. Nataka ile dola $300,000 ibaki East Africa. So anyway, tumekaa hapa hivi tunasubiri zamu yetu tupate gesi, kama kwenye foleni ya kupata gesi ambapo nimeonyesha. Lakini kwenye video zilizopita sasa ni kama dereva wangu umemwona vizuri, lakini hapa huyu mshikaji ndo dereva wetu, anaitwa Emmanuel Msenga. Hapo nyuma kuna mshikaji anaitwa Lazaro. Lazaro njoo kwenye kamera aonekane. Nadhani mshamuonaga sana, anaitwa Mr. Burudani. Wasalimia washikaji hapo na kamera. Mambo vipi? Mungu awabariki. Mimi sina maneno mengi. Muziki tu mimi napenda basi. Jamaa na aibu za kutosha. Nyuma hapa kuna mshikaji wetu mmoja anaitwa Baraka. Baraka njoo kuone kwenye kamera. Yo, what's up? Yo, this is Barry. Okay, this is Barry. Lakini Baraka ni hapo. This is Barry. Kwani Baraka. So the story background, hawa sheja ambao unaona hapa, muda huo alitakiwa wawe darasani. Lakini cha ajabu wamekubali kuzurura na mimi, kupiga trip na mimi, kuhakikisha leo siku yangu yote inaenda fresh. Wote nakwenda nazurura na pia nafika airport kwa wakati. So Emma, unajisikiaje mwanangu? Just huu ni ushikaji bana tu kidogo. Unajua kishakuwa na marafiki hivi ambao ndio karibu. Wewe jua yani waga wanakuja na shida tofauti. So ukiwa na uwezo wa kusaidia kitu ukajitoa kwa sababu mtu fulani, just jitoe tu. Haijalishi ni nani, ila wajitoe, kwa sababu usipojitoa huwezi jua kesho itakuwaje. Umeona? Kwa sababu sisi hatuishi katika kisiwa, tunaishi katika interaction. Kama usiponsaidia wewe, kesho atasaidia mwingine na mwingine, basi mjue. Kwa hiyo kama ukipata nafasi ya kusaidia mtu, just msaidie. Kwa sababu anasemaga maisha ni yangu, mazishi ni yenu. Anyway, hapa Bongo kuna makabila mawili. Kuna Wanyakyusa wa Mbeya na Wachaga wa Moshi. Hayo makabila mawili maisha yakiwashinda wanafungua makanisa. Sasa mshikaji kaona nimwambia tu asalimie screen, kaona atuhubirie kabisa. So leo kidogo siku ilikuwa ndefu. Tumetoka kwenye gesi, tumefanikiwa kuweka gesi kwenye gari letu. Sema kuna purukushani kidogo imetokea. Tukutana na mzee mmoja hivi.
nadhani sijui ndo bosi pale, akakuta watu wamepanga foleni ndefu nilionyesha kwenye video pale, akaforce aike gesi kabla ya watu wengine. Nashukuru Mungu tulikuwa na afande Kikofia hapa, akafanya vurugu 2-3. So Embe, unaweza ukasimulia kidogo scenario ilivyokuwa? Bana, yule brother amekuja pale, si ndo DTO yule jamaa. Sasa afuate taratibu, anataka tu aingie mbele, afu sisi ndo tuko mbele, then tuna haraka, umeona? Anataka tu afike ajaziwe hiyo gesi afu aondoke. Sasa tumefika kwenda kufuata kuuliza, then tunakuta hata walinzi pia wako upande wake. Kwa sisi pia tunakosa nguvu. So imekuwa furugu pale kimtindo, kila mtu sasa akataka apate yake on time na nini. Lakini sasa tunajua wale walinzi ndio controllers pale. Kwa wame control kila kitu. At the end of the day yule brother amewekewa pale kaondoka zake. Basi sisi ukiwa maskini bana unakosa haki. Kwa sisi kama wanyonge tumekuwa pale na unyonge wetu. Na baada ya yule brother kuwekewa na mlinzi kwa upande wake, then sisi ndio tukabaki hapo na baadaye tukapata gesi yetu na tumeondoka hivyo. Sasa mlinzi anavipa, anasema kabisa. Na mlinzi anakuambia utamfanya nini? Utanifanya nini sasa? This country. Ndio kitu gani tumejifunza bana. Hizi haya maeneo kila sehemu kuna wandewa wake. So sisi tunajishukuru Mungu tumefanikiwa kuweka gesi. So sasa hivi tunaenda nyumbani kidogo, wewe mizigo ambayo tuko nayo, then tuende airport tukamaliza hivyo safari yetu iende. So hapa nimeshajiandaa, bahati mbaya nimechelewa dakika kadhaa. Nadhani tupo kama dakika 20 ina vitu tumeshafika airport. Na kijana yenu mimi nilienda tu pale, umeona hapa uzonishabadilisha nguo kidogo. Nimejaribu kidogo, nilikuwa na fashionista wangu hapa kajaribu kunipa muonekano mwingine. Nikifika kule nitajaribu kurekodi video full ili muione. So tunaomba, maana hapa ni Buguruni, at least tusikute foleni. Dakika 20 hizi tuwe tumefanikiwa, tumefika. Japokuwa vijana wananidisi sana, wananiambia ndege sio basi, kwamba siwezi kung'ang'ania. Washikaji wako excited sana kunitelekeza mimi. Wanaendelea sana maneno machafu hapa. Lakini sio mbaya. Kuna mtu pia atasafiri siku sio nyingi hapa, kwa hiyo na yeye tutakuwa naye. Kwa kweli utafika salama, everything is on set bana. Hapa bado sijali kijana ana mawazo, kaeka simu charge, kaenda mizunguko, kasahau kuwasha switch, amekuta simu inakaribia kuzima. Amecheka. Unasikia? Fika Rwanda msalimie Kagame na mabinti zake wasiwasi. Sasa Kagame ana mwanae yule mlinzi yule usalama taifa. Changanye. Kijana tunakuhitaji sana hapa nchini kwetu. Usiende huko ukafanya madudu. Alafu kizuri. Mimi naenda kwenye event ya tech kuangalia vijana. Sasa kuna ile kwenye tech. Safari wa mamba kenge wangu. Unaweza kufanya nataka exposure. Uanza kuongea na watu ili kidogo kubadilishana mawazo na nini. Kujifunza nasikia salamu za Kirwanda, salamu za Kichina. So wala watoto wamebarikiwa. Wataka good report. Sasa ile report unataka kuitengeneza ili isilete athari tena. All in all. Anyway bana, tuache hizo soga ambazo washikaji wanazipiga hapa. Mimi hapa roho yote akili mbele kuna foleni hapo. Basi na sio tatokoa. Hamna kawaida ya tatu. Mimi akili yangu na roho yangu ni hakikisha at least nafika on time. Na why because I'm so excited, kwa miaka karibuni Rwanda wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye upande wa tech. Wamefanya uwekezaji mkubwa, big event karibia zote zimefanyika Rwanda. Juzi nilikuwa naangalia Time 100, moja ya jarida kubwa duniani, wamefanya event yao Rwanda. Nadhani NBA pia wanafanya session yao Rwanda. So I'm excited kuona kuna nini, kwa nini kila kitu kinafanyika Rwanda na sio nchi nyingine za Afrika Mashariki. Anyway, narekodi video lakini kidogo na pressure kidogo leo. I think nitafika on time. Anyway, so ndo tumeingia Rwanda this time. Sema tumechelewa kidogo kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. So wakati nimefika hapa, bezeli like this guys, namna ambavyo wamefanya mambo yao kwenye branding. Kwa sababu nimefika tu pale, nimekuta watu wamenipokea, nimekuta wameweka mabango yao fresh, organization fulani hivi. To be honest, mimi nimeipenda, na kwenye conversations za hapa na hapa nimesikia story nyingi sana. Naambiwa Rwanda ndo nchi namba 2 Afrika sasa hivi kwa kuhost event
nyingi, so Tanzania hapa kuna cha kujifunza kidogo. I was checking BK Arena imejaa, ina vitu vingi sana. So hapa ni International Airport kama unavyoona, so just waiting wenyeji wangu wanichukue wanipeleke hotelini niendelee na masuala mengine. Yeah, but the climate is crazy, ni nzuri sana. Kuna hewa fulani vimatata sana, nipapenda. Kwa mbali naweza nikaona sijui kamera yangu haionyeshi vizuri, but kuna nyumba tata za kutosha, na naona na Azam Baresa. So, wakati nimefika hapa Rwanda, there is this person ambaye amenipokea. So your name, you can just give hi, my name is Ephraim Sabato. This is the Planet Suisse. We are receiving you guys. Please, we want you also to come and visit Rwanda. This is the good guy. We love Tanzanian guys. We're friends with brothers and sisters. I would just want to say hi. Yeah, so kwa watu ambao hawamuelewi Kiingereza kidogo, mshikaji ndo kanipokea hapa, anasema karibuni Rwanda na uzuri wanawapenda Tanzania. Kuna jamaa pia tuko naye hapa mwingine, jamaa ni journalist, anaweza akatoa some hi. Hapo vipi? Amakuru from Rwanda. Anyway, so we'll just give nitaendelea kuwapa update kwa kinachoendelea huko. But yeah, this is crazy. Nimepapenda, to be honest. Nitatoa review ya vyakula, nitatoa review ya mazingira, nitatoa na ile review ambayo mnaisubiria kwa hamu, japokuwa sitoitaja kwenye hii video. Anyway, so nimefika hotelini, and to be honest, mimi nimependa hoteli zao. Hoteli ambayo nimefikia kama unavyoona, huduma zote, kitanda ndio iko hapo tunalalia. Kuna hii television hapa kama unahitaji television. Kuna nyama pale kama unataka some sort of drinks. Unaweza kuchemsha tu hapo mwenyewe. Yeah, so kule let me try hii mazingira huko nje. Naona kwa sio kazuri sana, lakini mnaweza mkaiona Rwanda kwa mbali. Naweza so fungua mkamisho. So can also open and check it. Yeah, I'm going to review of the toilet. Anyway, but I just look at toilets and goes. So let's make up Kali. Yeah, so the place is nice kwa kulala binadamu. So in case kama umekuja Rwanda, unaweza kama stay hapa Sheraton. Ni pazuri sana. I recommend mtu yule ambaye anatamani kuja Rwanda, basi kama yeah, this place is nice. Wow. Anyway, so hiyo ilikuwa ni kwa sehemu ambayo nimefikia kulala. I'm so tired, so nitapata maji kidogo hapa. Then chat na ndugu zangu kidogo kabla sijaamua kulala, nione ratiba za kesho zinaendaje. So leo ndo day 1 ya event session ambayo tuko nayo. The crazy part natakiwa saa 3 asubuhi. Sasa kijana wetu hapa saa 2 ndo nimeamka hapa nijiandae. So nikiangalia huku nje mbona ya huku nje kumekucha kabisa. At least sasa hivi mnaweza mkaiona Rwanda vizuri. Nice one. So hapa nataka niende ni took some, I just go to toilet. Nainawe uso kidogo. Just go nainawe uso kidogo, alafu then nijiandae. Nataka niwapigie na waniletee chai. Tuendelee na session yetu ya leo. I'm excited, najua leo nitakutana na watu wengi, especially vijana wenzangu ambao wanafanya vitu vikubwa pia kwenye maeneo yao. So I'm happy. Nitashare pia ambacho nitakuwa nimekiona huko. And I don't like that at this stage it has been heavily politicized. But the African Free Trade Continental Area, the way we have
kwenye shuttle tunaelekea hotelini, na hapa niko na influencer mwenzangu ambaye anaitwa Dilish. Dilish, one good thing about her, she won Big Brother All-Star. It was to you? No, Big Brother Africa 2013. 2013, Big Brother. Nakupenda sana, nakupenda sana. Nakupenda sana. I love you so much. I love you so much. Tanzania, where are you playing this? Tanzania or Kenya? Tanzania, what's up? This is Dilish Matthews, Big Brother Season 8 The Chase winner. And I'm here with the boy. Yes. So great, good energy, so friendly, always smiling. I love him. Wow, We just met now. We met today. Yeah, we had some cool conversation. Yeah. We enjoyed this. And we are here for Africa's Business Heroes in Kigali, Rwanda. Right now we're in Rwanda. We're going to a hotel, but him and I connected, and I'm so happy to meet you. You know, this is my first time in Rwanda. Mind you, it's also my first time. First time? But I know it won't be your last time in Rwanda. It will also not be your last time. Yeah, sure. Have you visited Tanzania? Oh yes, I went to Zanzibar in 2014. 2014? Long time ago. I need to go again. Yeah, you should go, and you should come to Dar es Salaam. We'll be happy to host you. Yeah, Dar es Show you Salaam. some places and so on. You have good food in Dar es Salaam? Yeah. You have lobster? Yeah. No, if you tried some local food, I like to go to market and try some pweza. You know pweza? I have to try. Yeah, When I come, you'll take me. Yeah, you should. So I have some few questions to you. So I just want you to tell me some, at least 4 Tanzanian artists I know. Okay. 4 Tanzanian artists I know. Yes. I know Feza Kezi because I was in the Big Brother house. Oh. I know Diamond Platnumz Diamond because he is the Simba of Africa. Single for Africa? I know Harmonize. How nice. I know. Amelo, huh? Can you sing any song for Harmonize? I'm single. Me, you are single Do too? you know that I'm single? Okay, I don't know the others. I'm so sorry. So you just know Feza, Diamond and Harmonize? Yeah. Oh. I'm sure I know more. I just can't remember now. You just forgot. I know you're tired. Yeah, I'm tired, guys. It's so So late. like, apart from Tanzanian music, what other thing you love about Tanzania? The whole week, I don't know. Zanzibar, I didn't really I'm at home. get to experience Dar es Salaam. Yes. But I went to when I have to go Zanzibar. to the shop, So I don't beautiful, need to even catch blue a taxi waters. or whatever. When the water is so blue. I want to go back again because I went there in 2014. Today is 2023. I need to go there again. So I know you just won Big Brother Africa. no, not just. That was 10 years ago. Yeah, it was 10 years. So I just want to know you among all African, among all Tanzanian people contest for Big Brother. Who is your favorite? Tanzanian Big Brother housemates. Oh, there's so many. There's Richard. There's No, I just Richard. you Richard just won. mentioned one favorite to you. Okay, your first winner, your first Big Brother Africa winner in Tanzania was Richard. And then Idris was your second winner. And then your other contestants were Feza. Who else was from Tanzania? Feza, Idris, we have Boke. Boke, yes. I can't remember all of them. So many seasons, yes. Wow. But I love Tanzania. Good relationship. Yeah. So I just want you to sing at least one Tanzanian song before. One Tanzania song, I already sang it. I'm single. No, I'm really single though. But I'm really single though, so I have to sing it. I'm single again. No, Okay, what other sing? I just want a full Swahili song you love. You my beautiful angel. Oh. Tanzania baby. I forgot the song. Yeah. But I know that song. Yeah, now I know you know just need to, Swahili. like, I mean, if you you know can- Tanzania. You just into that Tanzania is too the only much. Yeah, I'm trying my best. I'm trying my best to be Pan-African. I tried my best to be the whole of Africa. So guys, kama mnavyoona hapo, baada ya siku nzito sana, so tumekuja hapa, tumekutana hapa, niko kwenye swimming pool. Unaona hapo ni a lady from Cameroon. Cameroon, yeah. From Cameroon. I The feel influenced. continent, the galaxy. Do you know this name about my country? What?
Galaxy. Galaxy? Yeah. You know, we know Cameroon from football. You don't know Cameroon is a continent. No, for example, on last World Cup, you have one popular football. You know? Ask other people. Oh, that is crazy. Yeah, so tunapata swimming kidogo hapa kabla kesho tujajipanga na siku nyingine. Na yule huyu mnamwona hapa is Namibian queen, my favorite one. Princess. Princess? Is princess? Princess, not prince. Princess. Princess, yeah, nice. Jambo Tanzania. Mambo Jambo. Mambo. Mambo You can say mambo. So she understands some sort of Swahili. So I'm just taking some swimming at Sheraton Hotel ambapo nimefikia. Yeah, Rwanda for me was good. Nimefurahi sana kuwa hapa. So guys, I just wake up to have some tea hapa, na kuna binti kaamka akaona anipigie simu asubuhi kama mnavyokiona kichwa chake, aniulize eti nipo wapi. Unasema? Yeah. Even Como is enough. So yeah. Yes, nimefika hapa and we have some drinks, some food. So, but I have two friends here. Wako na mimi hapa wanapata chai kidogo. They have chat. Paige, can you say hi to my audience? Ephraim, can I say hi to my audience? Hi. Paige. I'm throwing. You can. Wow, and you Yeah, so guys, at least now nimepata a chance ya kurekodi ka video. Ni story kidogo ambacho kimetokea jana. So yesterday ilikuwa match of talk. Watu wanazungumza mada tofauti. We just also get a chance to network, to connect na watu. Na kama umepitia kwenye mitandao ya kijamii utakuwa umeona nimepiga picha na watu mbalimbali. Miongoni mwa watu maarufu ambao nimekutana nao ni mwanzilishi wa Nas Daily na Sir mwenyewe. The guy is amazing. Tulipiana story kidogo kuhusu content creation and the future of it. Baada ya muda pia tukapata chance ya kukutana na watu wengine. For example, kwa Mirani Kenya, I just get a chance kukutana na Teshin Bab na Just Evie and a guy mwingine ambaye he ran a marketing agency ya huko Kenya. Apart from kwa upande wa Rwanda ni kutana kwa founder wa Bag ni startup nzuri sana na I'm sure 2 years to come itakuwa moja ya startup kubwa sana kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki. So now niko hotelini, I have some few people. I have my friend here is my guy from Chad. Yeah. Hello, My name is Abdul from Chad. Abdul. So we create content. Yeah. He's also a content creator. Nice. And he's part of content team and is Ephraim. Yeah. Anaelewa Kiswahili by the way. Ephraim ana shida ambacho sielewi ni Kiingereza. Tuko naye hapa for some time na nini, we have some anapata chai kidogo zungu. So kule from Ethiopia, you can say hi. And there we have Princess Delish. Yeah, and there we have a lady from the no. This is a vlog I'm recording. This will be my first vlog. I never recorded a vlog. That's why I recorded a lot of stuff. Then we just sit and edit it. So now tunaelekea kwenye finali yenyewe. Tuko kwenye Sheraton hapa na some guys na tunatoka hotelini for Sheraton. Leo
since itakuwa ndefu kidogo kuliko jana. And here I have my friends here. Hello. Hello, good morning. I think you guys remember her from our yesterday videos. Remind me your name? Manuela. Manuela. Yeah, she taught me some Portuguese. Some Portuguese. Yeah, and I think today we'll also do another challenge. Let's do another one. Maybe I can challenge you. In Angola? Yeah. You have money to pay me? I don't have any money because you are not going to win. You have any prize? You're not going to win. I just spent yesterday all night learning about Angola. Oh, I doubt it. Good. I even know. Really? I even know Angola is one of the biggest oil producers. Oh, okay. Yeah, Right. so I know a lot of stuff about Angola. Yeah, so guys, see you later. So tayari tuko ukumbini hapa, tunasubiria fainali kubwa kabisa ya ujasiriamali barani Afrika ianze. Kuona kwenye ukumbi kuna watu tofauti ambao wanafanya vitu tofauti kwenye industry tofauti, na pia kama unavyoona pale ndipo ambapo washindani wetu watasimama na watawania iko kitita. Claudia, say hi. Yeah, and we have our Rihanna. You said I'm a low budget Rihanna. No, I say a high budget Rihanna. Okay. Yes, African Rihanna. He's a high budget Rihanna. We have a guy here. Yeah. My name This is Fatim. Like half of African adults, he suffered from hypertension. And because of one drought away from poverty. But my situation was not unique. In Kenya, every year, 1 to 4 million farmers. It's always difficult to come after amazing superheroes like the one that was before, and it's always difficult to be the last one before lunch. Okay. He lost 10 years of life expectancy. Hi, my name is Luna, and Fachi was my father. I lived in Europe, far away from him, and when he became sick, 2023 heroes, where are you? Woo! It's indeed our time, African time, and I want to tell you that I understand that you're stressed. Everyone tells you that everyone is a hero, but it's more importantly that to understand we're just not heroes. We are change makers. We are pioneers of African development. We are going to be the change makers to make Africa. Yes, tunaelekea hotelini muda huu. Mashindano ndio yameisha ya African Business Hero, na kama mlivyoona Nigeria wametoa mshindi akifuatiwa na majirani wetu Kenya, then wa mwisho ni kutokea nchini Egypt. So washaji wamejichukulia kibunda chao. Ni hela nyingi sana ambayo ilikuwa inashindaniwa hapa, kama $300. Though Tanzania mwaka jana tulitoa mshindi, bahati mbaya mwaka huu kwenye top 10 hakuna mtu yote kutoka Tanzania ambaye alikuwa anawania award hii. So enjoy, tumefanya vitu vingi sana. Siku leo ilikuwa ndefu. Tangia asubuhi ilikuwa ni kinatoka hiki kinakuja kingine, kinatoka hiki kinakuja kingine, mpaka tukafanikiwa kupata mshindi. Leo nimeconnect na watu wengi sana kutoka tofauti. Ni matches sana nimekutana na watu kutoka Rwanda, and to be honest mimi nimepapenda huko Rwanda. Niko hapa napiga hesabu nione kama kuna uwezekano
Jifanya hata mambo ya nani, mambo ya kulocate huku nije nikae hata miezi mmoja au miwili because mazingira yake yako cool. That's what you mean. Yeah, pazuri sana, nimepapenda. So guys, we are back. Tunaenda hotelini wakati huo. Session nzima imeisha ya competition. Kuna wimbo wa Baraka Mwinsheshe. Baraka Mwinshe. Anakwambia narudi nyumbani. Ndio kinatokea hapa. So baada ya kazi nzito ya almost siku 2, tunarudi nyumbani hapa. Niko na kijana wangu, yeye hapendi kamera. Namfundisha kidogo kupiga content creation. Tumekaa Rwanda. Say experience is nice. Nimeenjoy kwa hapa, nimefurahi kwa hapa. Vitu vingi sana nimejifunza, vingine nitaanza kuviimplement nyumbani, vingine nitavileta nyumbani. Partnership nyingi tumetengeneza. Yeah, so that nimeenjoy kwa hapa, to be honest. Neno moja tu ambalo naweza nikasema nimefurahi, nimeenjoy sana. Na hii unaona, hii ni merch wamenipa bwana na Hero. Namuonyesha wase wako mzee. So jiji kwa nchi